Nataka tujiandae na maisha ya kaburini, ambao mimi na wewe leo hata ukifika makaburini huna hofu tena. Dunia imetutawala, tunawazika wapendo wetu, jamaa zetu, marafiki zetu, unawafikisha makaburini, lakini wakati huo pengine una simu, una chati, wakati mtu anazikwa pale. Uko ndani ya nyumba ya msiba, pengine pale uko pale unasengenya, unaongea mambo ya haramu. Ndugu yangu, fikiria wakati ambapo mtu anabebwa katika mabega ya wanamume, anapelekwa makaburini. Hivi itakuwaje wakati siku hiyo wewe ndio muhusika ambaye unayebebwa kupelekwa makaburini? Mtume aliketi pembeni ya kaburi kule, wakati sahaba wake anazikwa, yuko pembeni, kukaa juu ya kaburi haramu, kaketi pembeni, anaangalia yule ambaye anayezikwa. Sahaba wake anaangalia kaburi, anaangalia hali ilivyo, akalia Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hali ile anamuona mwenzake, rafiki yake, sahaba anawekwa ndani ya mwanandani vile, analia mpaka machozi yanadondoka, yanagusa kwenye ardhi. Anawageukia masahaba, anawaambia, ya ikhwani, enyi ndugu zangu, mfano huu ambao leo mpo hapa, na nyinyi jiandaeni na safari hii iliyokuwa ngumu, safari ambayo la yaslim illa man salamahu Allah. Jiandaeni na hali hii. Wewe ndugu yangu, umeshafika makaburini, ukaiangalia hali ya kaburi, ukaliangalia kaburi jinsi lilivyo, kisha pale huwaidhiki. Utawaidhika katika jambo gani? Amelia aliyekuwa mbora, kipenzi cha Allah, anatokwa machozi kwa hali ya kuona kaburi. Wewe upo katika uwanja wa makaburi,